Bodi ya amani imetangaza kuwa Hamas imekubali rasmi mpango wa kuondoa silaha zake zote kwa awamu, hatua ambayo imeelezwa kuwa inaweza kufungua ukurasa mpya katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa Gaza mwaka jana. Kwa mujibu wa taarifa ya bodi hiyo, makubaliano hayo yanalenga kumaliza kabisa uwepo wa makundi yenye silaha katika ukanda wa Gaza, huku yakitoa nafasi ya kuanzishwa kwa utawala mpya wa Palestina na kuondolewa kwa majeshi ya Israel kwa hatua zinazopangwa kwa uangalifu. Bodi ya amani imesema kwa mara ya kwanza Hamas imekubali mpango wenye hatua za wazi na zinazoweza kutekelezwa kwa kusalimisha silaha zake zote. Taarifa hiyo imeeleza kwa mchakato huo utaenda sambamba na kuondolewa kwa majeshi ya Israel kutoka Gaza kwa awamu, huku utekelezaji wake ukisimamiwa na taasisi mpya zitakazoundwa kwa ajili ya kusimamia kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Kwa mujibu wa bodi hiyo, hatua hiyo inaweza kuleta manufaa makubwa kwa wananchi wa Gaza ambao wameendelea kuathirika na vita vya muda mrefu, huku pia ikiahidi kuimarisha usalama wa Israel kwa kuhakikisha kwamba Gaza haitumiki tena kama eneo la kuandaa mashambulizi ya makundi yenye silaha. Bodi ya amani imeeleza kuwa sasa kipaumbele chake kikuu ni kuhakikisha makubaliano hayo yanatekelezwa kwa vitendo. Imebainisha kuwa imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na kamati ya taifa ya usimamizi wa Gaza ambayo inatarajiwa kuanza kuchukua mamlaka kwa awamu katika kusimamia shughuli za kiraia, utawala wa sheria, usalama na uratibu wa misaada ya kibinadamu ndani ya ukanda wa Gaza. Aidha, bodi hiyo imesema kikosi cha kimataifa cha ustawi wa utulivu kitapelekwa Gaza kusaidia kuhakikisha kipindi cha mpito kinafanyika kwa utulivu. Kikosi hicho kitafanya kazi kwa kushirikiana na jeshi jipya la polisi la Kipalestina litakaloundwa kwa lengo la kulinda usalama wa raia na kuhakikisha silaha hazirejei mikononi mwa makundi yenye silaha. Mwakilishi mkuu wa bodi ya amani kuhusu Gaza, Nikolai Mladenov, amesema kuwa makubaliano hayo yanaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa katika historia ya Gaza. Amesema matarajio ni kuona Gaza ikijengwa upya baada ya uharibifu mkubwa uliosababishwa na vita, ikiongozwa na Wapalestina wenyewe na kuishi kwa amani na Israel, huku kukiwa na matarajio ya kufanyika kwa suluhisho la kisiasa la kudumu kwa mgogoro wa Israel na Palestina. Upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwa bodi ya amani imefanikiwa kufikia makubaliano kuhusu kuondolewa kabisa kwa silaha za Hamas pamoja na makundi yote yenye silaha yanayofanya shughuli ndani ya ukanda wa Gaza. Trump amesema mazungumzo yaliyofanikisha makubaliano hayo yalihusisha wajumbe wa Hamas, bodi ya amani pamoja na wapatanishi kutoka Misri, Qatar na Uturuki. Amezipongeza nchi hizo kwa mchango wao katika kufanikisha mazungumzo hayo, akisema ushirikiano wao umechangia kupatikana kwa kile alichokiita mafanikio ya kihistoria. Katika ujumbe wake aliyouchapisha kwenye mtandao wake wa kijamii, Trump amesema mchakato wa kuondoa silaha utafanyika kwa awamu zilizopangwa kwa umakini. Kila hatua ya kusalimishwa kwa silaha itafuatiwa na hatua ya kuondolewa kwa majeshi ya Israel kutoka maeneo husika ndani ya Gaza, huku kikosi cha kimataifa cha ustawi na utulivu kikianza kuchukua jukumu la kusaidia kulinda usalama wa eneo hilo. Wakati huo, maafisa wawili waandamizi wa Hamas wamethibitisha kwa makubaliano hayo yamefikiwa kuhusu suala la silaha pamoja na uratibu wa kuondolewa kwa majeshi ya Israel kutoka Gaza kwa awamu. Maafisa hao waliozungumza bila kutaja majina yao wamesema Hamas inatarajiwa wapatanishi pamoja na bodi ya amani kuhakikisha kuwa Israel itatekeleza kikamilifu masharti yote yaliyokubaliwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.